kwa sababu tu amesema tunataka uchaguzi huru na haki, mechi ipigwe. Samia asimame hapa, Lissu asimame hapa, Igongo mechi dakika 90. Tunataka hapa muda wananchi ndio muamue nani awekeo. Alafu mtu anatulazimisha eti lazima tukuheshimu. Tukuheshimu kwa lipi? Wewe hujachaguliwa, hakuna aliyekuweka. Unaweza kutisha watu wakakuogopa kwa muda fulani, lakini hauwezi kukuheshimu, kwa sababu heshima iko andi. Yani heshima sio automatic. Hata mzee nyumbani kwako ukiwa unaenda umekunywa pombe, unajikojolea, unapiga mke wako, usomeshi watoto, wanaweza kukuona wakaingia hata uvunguni, lakini hawakuheshimu. Lakini unaweza ukaenda kwenye familia kazee, hata kana maguvu kadogo, kanahudumia mke, kamejenga nyumba, kasirika, kakimwangalia mke hivi tu anapiga magoti pale chini, kwa sababu anaheshimika. Uongo kweli? Hatuwezi kuongoza nchi kwa mabavu. Ndio maana tumekuja kwenu ndugu zangu, kuwaomba tujenge taasisi hii ambayo itatupeleka kwenye kulia rais alichotupigania Mwalimu Nyerere. Mwalimu Nyerere alituletea uhuru wa kisiasa, alitaka tuwe na uhuru wa nchi yetu. Nani anasema leo tuko huru? Nani anasema tuko huru? Hawa watu wana utofauti gani na wakoloni waliokuwa na uwa watu ili wawaongoze? Wana utofauti gani? Kwa sababu nchi haturuhusiwi tena kuchagua hata mwenyekiti wa kitongoji. Uongo kweli? Hatuchagui mwenyekiti wa kijiji. Uongo kweli? Hatuchagui diwani. Uongo kweli? Hatuchagui mbunge. Uongo kweli? Hatuchagui rais. Wanasema utake ni huyo, usitake ni huyo. Hata kwenye chama chao wenyewe hakuna kura zinazopigwa. Kwani huyu wa hapa alipata kura ngapi kwenye chama chao hicho? Alikuwa ndio wa kwanza. Umo kwao tu umo. Enda alikuwa wa mwisho. Wa mwisho akawa mageuka. La mwisho kwenye hili nalozungumza kabla hatujaanza mchana, wana OCD na askari wako mkoa, sisi wote, nimekuja hapa, nimeweka mafuta kwenye gari yangu, nimenunua tairi, nimefanya nini, nalipa kodi. Hata hii nani maiki inayozungumza, kuna betri hapa, zina kodi ya serikali, ndio zinakununulia viatu askari. Mnalipwa mshahara kidogo, najua mna maisha magumu, lakini hicho kidogo tumechangia na sisi. Kwa tunastahili vyote mnavyowafanyia wengine, ulinzi mnaowapa wengine tunastahili. Inakuwaje mmekamata watu kwamba walichoma ofisi za CCM, si ndio? Mmekamata watu kwamba walibomoa nyumba ya Wasira. Uongo kweli? Kwa nini hamjakamata watu wanaobomoa ofisi ya Chadema hapa kila siku? Impunity mnayojenga, mnafundisha wananchi kutokufuata sheria, lawlessness, kwamba sheria kwa wale waliosoma sheria pale chuoni wao wamechukua picha ya mwanamke ana upanga hivi, amefungwa kitambaa macho na ameshikilia kamzani fulani, ako kamzani kamebalance. Maana yake sheria haina macho, na ule upanga unashughulikia kila mmoja ambaye anavunja sheria. Hapa Tanzania sheria ya OCD wa Bunda ina macho. Ukiwa CCM wewe utatendewa vizuri,
Ukiwa Chadema wewe ni mhalifu. Ukiwa Wasira wewe ni binadamu. Ukiwa Heche wewe ni takataka. Ukiwa Samia wewe ni kama Mungu, utafanya chochote. Na ukiwa Lissu wewe uumizwe unavyoumizwa. Sasa madhara yake ni nini? Madhara yake ni nini? Ni kujengea watu wengi zaidi imani kwamba hawa watu hawawezi kutufanyia haki, tutafute haki mikononi mwetu, na hiyo ni balaa. Tuokoe nchi hii. Wananchi walilalamika, yaliyojitokeza tarehe 29 mliyaona. Tukiendelea hivi mnavyowapeleka wananchi, binadamu sio ng'ombe. Binadamu kitu pekee ambacho hawezi kusalenda ni dignity yake, ni heshima yake. Huko mnapowapeleka wananchi, iko siku mtakimbia hivyo vitu. Hutataka hata uonekane kwamba ulikuwa askari, utakuwa unakimbia. Yani hutataka hata wajue kwamba uliwahi kuwa askari. Huko mnakowapeleka wananchi, mimi nawaambia itafika sehemu hutataka hata mtu ajue umewahi kuwa askari, kwa sababu hasira za wananchi zitakuwa mbaya sana. Tunapokuja sisi kusema ili tubadilishe hali hii, tunawaambia kwa nia njema kwamba ni muhimu tukabadilisha nchi. Sasa ndugu zangu wa Bunda, tuko kwenye matatizo, na haya matatizo mwisho wake ni mwaka unaokuja wa kiuchaguzi ambao tutasukuma mpaka tupate katiba mpya. Cha kwanza. Cha pili, uchaguzi urudiwe huru na haki. Na nyie ndio nguvu zetu. Hao watu hao wanazidi kujiweka kwenye kitanzi. Bunge la Ulaya jana limetuma tume ya haki za binadamu kuja kuchunguza baada ya ripoti ya Chande ya uongo. Wamewakatalia. Sasa implication ya kukatalia hao watu kuja nchini, implication yake tutaisikia kwenye hilo bunge, na sisi tutaendelea kusema kila sehemu. Tutasema hata kwa FIFA kwamba FIFA mnaporuhusu watu ambao hawafuati sheria kuwakilisha kwamba wanawakilisha nchi wakati wamebaka madaraka, haikubaliki. Kwenye kila chombo, kafu wapi wote bunge la Ulaya, bunge la Marekani, kila sehemu. Na tunaendelea kusisitiza, kama mnaamini kwamba ripoti ya Chande ni ya kweli, simruhusu na watu wa Ulaya waje na wao waangalie. Mnaogopa nini? Wanaogopa nini? Simesema Chande amesema hamna makosa, watu walilipwa hela, si watu walifanywa. Sasa unaogopa nini? Ruhusu na bunge la Ulaya, tume ya haki za binadamu ya bunge la Ulaya iingie, ije iseme, si ndio? Ije na yenyewe ione hela zao mnataka. Huko ndio mnapotembeza bakuli, saidia baba, saidia baba, saidia baba. Wanapotaka kuja kuona mnavyofanya demokrasi, hamtaki. Sasa watawakatieni msaada na haitaisha, na wanajidanganya kwamba itaisha. Rodrigo Duterte wa Ufilipino aliua watu, anasema wanauza madawa ya kulevya. Sasa hivi yuko ICC. Sembuse wewe uliyesema mwenyewe kwamba umeua 518. Unafikiri wamepunguza idadi wakifikiri wakisema wachache? Binadamu, sanctity ya binadamu mmoja ni zaidi ya thamani ya kitu chochote unachokijua duniani. Kwa sababu ndugu zangu, haya magari yapo kwa sababu ya binadamu. Binadamu asipokuwepo gari haitakuwepo. Kwa sababu itakuwa inafanya nini sasa? Inaendesha miti.
Ndite kunapanda kwenye gari. Nyumba zipo kwa sababu kuna binadamu. Nyumba ipo kwa ajili ya kumkinga binadamu. Binadamu hayupo kwa ajili ya nyumba. Mtu mmoja, ndege tunayopanda, ndege unayoona inaruka huko juu, imeungwa na mtu mmoja. Unajuaje kama miongoni mwa watu 518 ulioua, miongoni mwao angezaa mtoto akavumbua dawa ya ukimwi? Unajuaje? Na akaokoa dunia nzima hii. Mtu mmoja ndiye amevumbua gari. Kwa hiyo mtu mmoja thamani yake hailinganishwi na kitu chochote. Wewe mzee unaweza kuwa umekaa hapo ukazaa mtoto wako umekufa. Sio mchezo. Fumba macho, fikiria watu 518. Maana yake kuna watoto, kama mtu ana watoto wanne, piga mara 518 au wote wamebaki wajane. Wamebaki yatima, wamebaki. Hali hii itabadilishwa na Chadema. Chadema peke yake ndio itaweza kubadilisha hali hii, na kwa sababu tutakuja Bunda kuzungumza. Sasa tuingie kwenye pointi iliyotuleta ya kuhakikisha tunapata ofisi, na ofisi hii wanaopaswa kuijenga ni nyie. TANU iliyopigania uhuru, wananchi walitoa viwanja kwa TANU, na hii ni message yangu kwa nchi nzima. Watu wote mlioko kwenye kila eneo kwenye nchi mnapaswa kujitolea kujenga Chadema. Juzi tulikuwa Migori kule Isimani, wamejenga ofisi ya chama. Tumeenda Dodoma, wanajenga ofisi ya chama. Tumeenda kule Lindi, Mtama kule, wanajenga ofisi ya chama. TANU ilipokuwa inaleta uhuru, wananchi ndio walijitolea, wakampa Mwalimu Nyerere majengo yao, wakampa viwanja, wakampa ofisi, kujenga uhuru, kuleta uhuru. Chadema ni chama kinakwenda kuleta ukombozi wako, lazima mkichangie. Kama una eneo, utoe eneo kwa ajili ya Chadema. Utoe shilingi 1000 kwa ajili ya Chadema. Utoe shilingi 2000 kununua tofali. Hakuna mtu hapa akitoa shilingi 5000 akaleta tofali moja atashindwa kula. Tofali moja ni shilingi ngapi? 1,500. Nani hapa akitoa shilingi 1,500 itamsababisha asile kabisa? Tunahitaji kila mtu ahusike kwenye kutoa tofali. Wewe ambaye una tofali utoe jiwe moja. Wewe ambaye una jiwe utoe ndoo itakayobeba mchanga. Tunataka leo hapa tukamilishe ujenzi wa ofisi. Na mimi nimekuja nimejihami, niko vizuri. Hamna shida. Kwa uzito fulani hivi. Sawa sawa? Na tumekuja Bunda kwa sababu watu wa Bunda wameteswa sana. Sawa. Sawa. Nimeambiwa kuna watu wanataka kujiunga na chama, nitawakaribisha baadaye. Kwa ndugu zangu wa Tanzania kokote mlipo, bila aibu, wanasema sisi tunakaa tunaombaomba. Tunataka mkichangie Chadema. Mnisikilize. Kazi anayofanya John Heche sio kazi ya kupeleka chakula nyumbani kwake. Ni kazi ya hatari kwa ajili ya nchi yetu. Nyie wa Tanzania kokote mliko, lazima mkichangie chama hiki ili tuweze kujiendesha. Hatuna ruzuku, hatuna chochote, lakini tunahitaji mabadiliko kwenye nchi. Uongo kweli? Kama tunavyojenga makanisa, kama tunavyojenga misikiti, tutajenga ofisi za ukombozi. Na ofisi ya Chadema ni kwa ajili ya ukombozi. Ukija hapo umeonewa, Chadema itatoa wakili akakutetea. Ndio maana kwenye utetezi huu tumetetea mpaka kijana wa CCM aliyekatwa na panga. Joban, huyu alikuwa mwana CCM, alikamatwa na polisi, anasema amekatwa panga akiwa mikononi mwa polisi. Kama tuna polisi ambao wamefikia level ya kukata mwananchi na panga, sheria gani inaruhusu mwananchi akatwe na panga akiwa mikononi mwa polisi? Amezungumza wakili hapa kwamba kuna mtu amehasiwa akiwa mikononi mwa polisi. Watu wamelawitiwa wakiwa mikononi mwa polisi. Nchi hii
Polisi mko kwa ajili ya nani? Mnakata mwananchi panga. Amesema mwenyewe au unasema uongo? Ulikatwa katika mazingira gani? Tulikuwa chuoni. Chuo walimu. Bado mimi nilipotoka Nyesura nikawa naelekea makumbusho. Baada kusikia kelele chuoni nikasema kasikilize kelele. Baada nikakutana na yule askari anakimbia ameshikilia bunduki lile la machozi. Huku mkono wa kulia ameshikilia panga. Unaona? Yale tukakutana naye, akaanza akanyanyua panga kufanyaje? Anikata, nikakinga mkono. Nikapiga hapa kwenye mkono kwenye vidole vya kwanza vyote vikatoka. Nikarudisha la pili. Aliporudisha la pili tena nikarudisha tena mkono nikafanyaje? Nikakinga. Akapiga hapa juu, mfupo mmoja ukakatika, ukabaki mmoja. Nikadondoka chini. Akaanza kunishambulia, akanikata kichwani mapanga. Yaani alijua kabisa kama huyu nimeshafanyaje? Nimeshaua. Akaniacha pale. Wananchi ndio walikuja kuniokoa, wakanipeleka DDH. Ilijikuta niko DDH, sifahamu lolote kinachoendelea. Ila Chadema imenipambania, imenitoa kwenye shida. Nimepelekwa magereza tulipopelekwa polisi walikuja kunitoa nani DDH. Wakasema twende kituoni. Baada kufika kituoni, tunafika naandikiwa kesi ya uhaini. Kasema nimekuwa Tundu Lissu. Nikasema haina shida. Nikakubali, nikakaa mule kama siku 3, tukaunganishwa na wenzangu, tukapelekwa mahakamani. Mahakamani ndio tukakutana hiyo kesi ya uhaini. Ya uhaini tumekaa kupelekwa magereza nimekaa magereza kama wiki 2, nikapelekwa Butimba. Nimekaa Butimba miezi 2. Hata ile pano sisiyapewa. Kwamba hivi nimeenda kutibiwa Butimba. Lakini Mwenyezi Mungu amenisimamia, nimetoka hapo. Fikiria hali kama hii, kwamba mtu ambaye anapaswa kulinda mwananchi yeye ndo anamshambulia. Justification ni ipi? Hata kama angekuwa mhalifu, ni sheria gani katika nchi hii inasema askari anaweza kushambulia mhalifu kwa panga? Huyu hapa anazungumza, sio maneno ya John Heche. Askari anashambulia mwananchi kwa panga. Na mimi nilitegemea OCD angekuwa amefungua uchunguzi, lakini tunajua hata hapa naweza kutoka hapa wakamkamata, sio kwa sababu ya kuchunguza, lakini kumtishia. Na sisi tutasimama naye popote. Yaani hawatafanya ili wapate ukweli, watafanya ili kumwogopesha na kumtisha siseme. Sasa mnapokuwa kwenye nchi ya aina hii ambao kila mtu anajiona anaweza kujichukulia sheria mkononi, ni hatari kwa nchi. Asante. Naomba wale ambao wanataka kujiunga, ni pamoja na wakili ambaye alikuwa anawatetea mabwana lakini amevutiwa na sera zetu, anataka kujiunga na chama. Njooni wote mjiunge, alafu tuanze shughuli sasa ya nani. Hawa wengine ni watu waliokuwa magereza, ni vijana wa CCM lakini wametetewa na Chadema, wameamua wajiunge na nguvu ya umma. Hawa hapo sasa. Wote wameshapata kadi zao, sio? Sawa. Mwenyekiti anayefuata anaitwa George Mapuli aka Toru. Hao wote walikuwa nao ndani? Wote walikuwa nao ndani. Haya, Toru. Pole. Sasa hizi wamekufanya sasa unatumia mkono wa kushoto. Pole sana. Mwenyekiti anayefuata anaitwa Baraka 5. Baraka 5. Pole sana na muwe imara kabisa. Mheshimiwa Mwenyekiti, huyu anaitwa John Amos Ilo, anajiita John Heche. Picha kabisa. Haya bwana, mpiga picha, hebu nipige na John Heche. Asante sana gerezani, anajiita John Heche. Na wa mwisho ni Isa Masunga aka Gogogo. Karibu. Asante. Muwe imara sasa. Wengine wote mtapewa kwa muda mwingine. Leo naomba mniruhusu. Kuna bibi
Baada ya huyo mheshimiwa, kuna mwingine muhimu zaidi hapa mwenyekiti. Kwa hiyo mimi amerudisha bwana. Rekodi bwana. Huyu bwana. Hebu rusha chini bwana. Hii vitu mimi sitaki. Karibu sana Chadema, watakupa kadi ya chama. Haya. Mwenyekiti mwingine anaitwa Mwila. Huyu alikuwa mgombea udiwani chama cha Chauma. Karibu sana. Utakupa nafasi baadaye uzungumze. Sawa. Karibu Chadema. Tumemaliza. Hebu ipite nipate. Karibu sana. Utakupa nafasi baadaye useme. Sasa tunaingia kwenye shughuli yenyewe. Naanza na watu wa